Karibu sana katika ibada hii ya maombi na shukurani asubuhi ya leo. Na kabla tujaendelea na maombi yetu, ni kuletee neno la Bwana na tusome neno la Mungu na tutatafakari hapo katika Maombolezo, kitabu cha Maombolezo ambacho mwandishi wake ni Yeremia. Maombolezo ile sura ya 3. Tutasoma kuanzia mstari wa 21 mpaka ule mstari wa 26. Nitasoma kwa jina la Bwana. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao. Kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Baba, nakushukuru kwa zamu hii asubuhi ya leo ninapozungumza na watoto wako. Ninaomba uachilie mafuta ya Roho Mtakatifu yatiririkayo kwa neema yako na fadhili zako asubuhi ya leo, kwa ajili ya utukufu wako, na watoto wako wakauishwe tena kupitia neno hili asubuhi ya leo tunapoingia kwenye maombi yetu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakatifu wa Bwana, asubuhi ya leo ni siku nyingine na kibali kingine ambacho Mungu amekiachilia tena kwa ajili yetu, na tunapomtafakari Mungu asubuhi ya leo, naomba tuangalie kipindi hiki ambacho mtumwa wa Bwana alikuwa anakipitia. Katika kitabu hiki cha Maombolezo, kwenye ile sura ya 3, tunaona Yeremia. Tunajifunza kwa habari za Yeremia ambaye wakati mwingine anatajwa na wanatheolojia kwamba ni nabii wa maombolezo, kwa sababu Yeremia ni nabii ambaye yeye alibahatika kushuhudia kwa macho yale aliyoyatabiri. Manabii wengine walitabiri wakaondoka, na yale ambao waliyatabiri hawakuyaona kwa macho, lakini Yeremia kila alichokitabiri alikiona, na ni nabii aliyekaa muda mrefu, aliyedumu kwa muda mrefu, kwa sababu Bwana alimuita tangu akiwa kijana. Sasa akiwa katika hali ya huzuni na maombolezo na mazingira ya maumivu makubwa, ukisoma kuanzia mstari wa 1 utaona wa sura hii ya 3, utaona alikuwa anapitia kipindi kigumu cha manyanyaso na mateso na mashambulizi na hila za adui zinazompinga. Lakini kwenye kuanzia ule mstari wa 21 tunaona Yeremia anabadilisha kauli, anaanza kuona utukufu wa Bwana. Kwenye mstari wa 21 anasema, najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Kuanzia ule mstari wa 21 Yeremia anaanza kujikumbusha nguvu ya Mungu katika maisha yake, na anaona kitu pekee ambacho kinaweza kuleta tumaini jipya, kinaweza kuleta nguvu katika kipindi kigumu, katika kipindi cha vita, katikati ya upinzani, ni neno la Bwana. Anasema ninajikumbusha neno hili,
na kwa sababu ninajikumbusha neno la Bwana, nina matumaini mapya katika hali ya kukata tamaa na katika mazingira yoyote. Bwana atusaidie sana watakatifu. Watakatifu wa Bwana, wakati wowote ule katika vipindi vya maisha yetu tofauti ambavyo tunakutana navyo, kitu pekee ambacho kinaweza kikatupatia matumaini ni neno la Bwana. Kwa nini? Neno la Bwana limethibitishwa. Neno la Bwana ni sauti ya Mungu. Neno la Bwana ni nguvu ya Mungu. Maana na huyu Yeremia ndiye anaambiwa na Bwana, ukisoma kwenye ile sura ya kwanza anaambiwa umeona nini? Anapojibu kile alichokiona, Mungu anamwambia umeona vema. Kwa nini? Ninaliangalia neno langu ili nikalitimize. Na ndipo utaona Bwana anajitokeza kwa Yeremia, anamwambia nimekuweka, usiseme mimi ni mdogo. Yani kwa tafsiri nyingine, usijidharau, usijiangalie katika unyonge wako, usiangalie kushindwa kwako. Mimi ni Bwana ninayeweza, niliye upande wako. Kwa hiyo anamwambia usiseme mimi ni mdogo, mimi ni mnyonge, ama usijiangalie udhaifu wako, maana vita yako ninaipigana mimi. Anasema nimekuweka ili kuharibu. Kuharibu nini? Watakatifu wa Bwana, Mungu ametuweka kwa makusudi ili kupinga ufalme wa adui, ili kuharibu kazi zake kwenye maisha ya watu wa Mungu, ili kujenga neema ya Bwana na nguvu ya Bwana na upya wa tumaini la Mungu kwa watu ambayo mioyo yao imeyeyuka, na kuinua nafsi za watu kumwamini tena Bwana ambaye yeye ni sababu ya uhai wetu, ambaye yeye ni sababu ya nguvu zetu, ambaye yeye ni sababu ya kuendelea kwetu. Utakumbuka kwamba wakati ambapo watu hufikiri kwamba Bwana amewaacha watu wake, watu hufikiri kwamba hawawezi kuendelea tena, watu hufikiri kwamba hakuna chochote kinachoweza kutokea, hapo ndipo wakati ambapo Mungu hujitokeza tena. Mungu huleta nguvu mpya, Mungu huleta neema mpya. Na ndio maana Yeremia huyu anasema ya kwamba yeye ni Mungu ambaye anatuwazia mawazo yaliyo mema, kutupatia tumaini siku zetu za mwisho. Yaani wakati ambapo mtu amekata tamaa, ndipo Mungu anapojitokeza tena ili kumtia mtu nguvu, ili kumpa nguvu ya kuendelea, ili kumpa hali ya kusimama tena, akimdhibitishia ya kwamba yeye Bwana yuko upande wake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yeremia anajikumbusha lile neno la Bwana. Kwa nini? Katika neno la Bwana kuna nguvu mpya, kuna ushindi, kuna kupewa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mstari wa 22 Yeremia anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Hapa Yeremia bado anapambana na maadui zake, na hapa katika kutiwa tumaini anasema wakati ambapo walikusudia tuangamie, lakini rehema za Bwana kwa kuwa hazikomi zinatupa kuwa salama. Yaani adui anatutazama katika hali ya kuugua na kuumia na maumivu makali, anapoona tuko salama anaandaa ajali, anaandaa mauti, anaandaa magonjwa, anaandaa mabaya, akiamini ya kwamba kutokea hapo akitupiga matukio tutaangamia. Lakini Yeremia anasema kwamba kwa kuwa rehema za Bwana hazikomi, hatuangamii, tuko salama. Kutoka kwenye mauti tunakuwa uzima, kutoka kwenye magonjwa tunaponywa, kutoka kwenye kukosa tunakuwa tuliopata, kutoka tulio masikini tunakuwa matajiri, kutoka tulioona tumeshindwa tunakuwa washindi, tena zaidi ya kushinda. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nini haya yanatokea? Ni huruma za Bwana na rehema za Bwana zinazotupa kusimama mbele ya maadui zetu na kula mbele katika meza mbele yao watushuhudia na wasitufanye chochote. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwenye mstari ule wa 23 anasema hizo rehema ni mpya kila asubuhi na uaminifu wako ni mkuu. Hapa Yeremia
anamdhibitisha Bwana, anasema hizo rehema zako kila asubuhi ni mpya. Watakatifu wa Bwana, nataka niwahakikishie, Mungu wetu hazoeleki. Hata kama jana na juzi hakutenda tulivyotarajia, lakini hawezi kuzoeleka kwa sababu ya kutenda. Kwa nini? Hizo rehema zake ni mpya kila asubuhi. Kama jana hakujibu, basi kwa kuwa ni mpya leo, Mungu anaamka na sisi kivingine. Ninamaanisha kwamba sisi tunaweza kulala, sisi tunaweza kusinzia, lakini Mungu asinzii. Ameandaa neema mpya, ameandaa njia mpya, ameandaa mlango mpya wa sisi kutokea. Adui anatuzoea kwamba sisi tumeshindwa, hatukufanikiwa, lakini Mungu ameandaa muujiza mpya wa kumdhalilisha shetani, wa kumdhalilisha adui yetu. Kwa nini? Yeye Mungu hazoeleki. Ndio maana anasema njia zake hazichunguziki na ni kuu kila wakati. Jamani, Bwana asifiwe. Na ndio maana ukisoma kwenye Kutoka ile sura ya 14 utaona maadui walipowazoea wakasema, kwa kuwa njia yao ni bahari na imezongwa na milima kushoto na kulia, na umefika mbele ya bahari, pale ni mwisho wao. Lakini kwa kuwa Mungu wetu hazoeleki, Mungu akamwambia Musa, hiyo fimbo iliyodharaulika ambayo inaonekana ni nyonge, nyosha katikati ya bahari, na hapo itafanyika njia. Maadui wakashangaa, wakaona kwenye bahari iko njia inatokea na watu wa Bwana wakapita. Nataka nikudhibitishie asubuhi ya leo, yuko Bwana ambaye anakuamini katika hali ulionayo, katika udhaifu ulionao, katika namna yoyote uliyoamka. Bwana kuna kitu spesheli cha pekee ambacho amekiweka ndani yako, na kupitia hii kitu bahari itapasuka, na uko mbele lazima mwamba utatoa maji, maana njia zake ziko juu sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Bwana hawezi kuzoeleka, na ninamfurahia Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mkuu sana na neema yake ni kuu. Na asubuhi ya leo ameandaa mlango mpya, ameandaa neema mpya, ameandaa baraka mpya. Na ninataka nikuambie, kwa sababu ametuhakikishia vita si vyetu, vita ni vya kwake. Adui yetu popote alipo atatawanywa kwa njia 7. Amekuja kwa njia moja, anaingia kwa njia moja, kama jaribu linavyokuja mara moja, lakini Bwana ameandaa zaidi ya njia 7 na kumtawanya adui yetu, na neema ya Bwana itatubeba asubuhi ya leo. Jamani, Bwana asifiwe. Ninaomba nimalizie katika mistari michache iliyobaki. Anasema kuanzia ule wa 24, Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo mtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, na kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vyema mtu utarajie wokovu wa Bwana na kumngojea Bwana kwa utulivu. Hapa anasema amemchagua Bwana kwa sababu yeye ni Bwana wa vita na ana nguvu kuliko kila nguvu ambayo inajulikana duniani. Lakini anasema kwa wale wanaomngojea na kumtafuta, yeye ni mwema kwao na hujitokeza kwa namna ambavyo wanahitaji. Jamani, Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo na jua wote tumekuja kumtafuta Bwana. Nataka niwadhibitishie, Bwana yuko, anapatikana kwa wale wanaomtafuta. Na jana tulipokuwa tunajifunza katika ibada, mhubiri wetu inakumbusha neno hili, akamfafanua Bwana vizuri, akasema Bwana ni zaidi ya nguvu ya umeme. Yaani unapoweka kwenye swichi, kama ni simu itapokea moto, kama ni TV itawaka na kutoa picha, kama ni kifaa cha kutengeneza chakula kitaiva, kama ni friji itapooza, kama ni feni itatoa upepo, kama ni air condition itatengeneza hali joto lile ambalo mtu analihitaji. Akasema Bwana ni zaidi ya umeme. Kwa nini? Yeye anaweza kupatikana kwa namna yoyote tunayomhitaji. Na asubuhi ya leo ninataka nikudhibitishie ya kwamba Bwana ambaye tunamtafuta, ambaye tumekuja kukutana naye, yuko tayari kupatikana kwa namna yoyote ambayo tunamhitaji asubuhi ya leo. Walio dhaifu, Bwana anapatikana kama mwenye kutia nguvu. Walio wagonjwa, anapatikana kama daktari bingwa ambaye anaponya. Walio masikini, anapatikana kama Mungu wa baraka anayebariki. Yuko
nguvu ya umeme anapatikana vile utakavyomhitaji. Waliowahitaji anaachilia neema kwa namna ambayo wanahitaji, na yeye amethibitishwa na neno lake. Pale anapotajwa woga nyamazi, lazima jitokeze. Jamani, amina. Jamani, amina. Pigie Bwana makofi mengi sana. Ongeza makofi mbele za Bwana. Asubuhi ya leo tunao ushindi. Iko neema ya Bwana inakwenda kutubeba katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunazipokea nguvu na kusimama katika maombi haya. Amen.